Karibu katika dawati la habari kuu na yaliyojiri katika siku hii ya leo. Bei ya mafuta soko la dunia yatajwa kushuka. Mbunge wa Ikungi Kaskazini aishauri serikali kujenga kituo cha kuhifadhi mafuta. Huko Tabora, mwanamke mmoja ataka kujiua kisa mgogoro wa kimapenzi. Na Rais Museveni na Kikwete wateta. Mimi ni Michael Samuel George. Karibu. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amekutana na kufanya mazungumzo na Rais mstaafu wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye pia ni mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika AU kwa ukanda wa pembe ya Afrika na Bahari ya Shamu. Katika kikao hicho, viongozi hao walijadili hali ya kisiasa na kiusalama nchini Sudani Kusini, wakisisitiza umuhimu wa mazungumzo ya amani na maridhiano miongoni mwa pande zinazohusika ili kurejesha utulivu wa kudumu. Bei ya mafuta duniani katika soko la dunia imeshuka chini ya dola 100 kwa pipa Jumatano baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema amekubaliana na Iran kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2, hatua inayohusisha kufunguliwa kwa haraka na kwa usalama kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Mafuta aina ya Brent yalishuka kwa dola 16.32 sawa na asilimia 14.9 hadi kufikia dola 92.95 kwa pipa, huku mafuta ya WTI yakishuka kwa dola 18.16 au asilimia 16.1 hadi dola 94.79 kwa pipa. Mbunge wa jimbo la Ikungi Kaskazini Elibariki Kingu ameshauri serikali kuweka namna bora ya kuhifadhi mafuta atakayoweza kusaidia pale itakapotokea dharura ya mafuta. Akichangia hotuba ya makadirio na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni mjini Dodoma, Kingu amesema hatua hiyo itasaidia taifa kuondokana na shida ya mafuta, kadhalika na kuingiza mapato. Kwa nini tusijenge storage facility ambazo tutakuwa tunaweka mafuta mengi nchini, wakati wa dharura kama huu unapojitokeza tunaweza tukayachukua mafuta hayo na kuyatumia na kuyauza kwa nchi jirani. Hili tumewahi kulizungumza hapa bungeni, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunashindwa nini sisi kuwa habu ya kuwa na akiba ya mafuta na kuweza kuuza Zambia, Mozambiki pamoja na nchi nyingine zinazotuzunguka? Tunashindwa nini, Mheshimiwa Mwenyekiti? Na sisi Mungu ametupa nchi ambayo iko katika mikakati ya kijiografia ambayo tuna uwezo wa kufanya hivyo, na kujikuta akiba tulionayo, tukipata shoku kama hizi tunajikuta kwamba taifa letu haliingii katika matatizo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatoa ushauri serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba kaka yangu, chukua pointi 5 muhimu wakati huu. Chukua pointi 5 muhimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nenda kakate matumizi ambayo hayana umuhimu yote ya serikali, kuanzia mwezi wa 4, wa 5 mpaka wa 7. Fedha zitakazopatikana weka ruzuku kwenye mafuta yashuke bei, tuwasaidie Watanzania waweze kupata unafuu ili kusudi uchumi wa taifa usiweze kuyumba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nataka nikwambie, fanyeni rais wetu aendelee kuwa popular president kwa kufanya matukio ambayo yatawagusa Watanzania. Hapa tukitaka kumung'unya maneno tutakuwa hatumsaidii huyo rais ambaye tunasema kwamba tunampenda. Kumsaidia rais wetu ni pamoja na kutoa ushauri wa kijasiri. Serikali mchukue hatua za kimkakati za kuhakikisha kama itashindikana hata baadhi ya tozo ziondoeni wakati huu, ili Watanzania wapate matunda ya kumchagua Rais Samia Suluhu Hassan kwa kishindo kikubwa katika uchaguzi uliopita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninatoa ushauri, kapunguze maposho ya serikali ni huko baba yangu, kaondoe mavikao ambayo hayana tija wakati huu, ili fedha mtakazoziokoa muweke ruzuku kwenye mafuta tuweze kuwasaidia Watanzania. Watu wetu wa TBDC tayari wameshachukua hatua kuhakikisha ya kwamba mafuta safari hii yanaagizwa na taasisi yetu ya serikali, ili kusudi tusiwe na mashaka kwamba mafuta yanaweza yasiwepo nchini. Kwa hiyo hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninatoa ushauri, na hili mimi nakwambia ukienda kulifanya utaona nchi itakavyotabasamu na utakuwa umechukua pointi 5 muhimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mwanamke mwenye umri wa miaka 31 mkazi wa kata ya Cheyo manispaa ya Tabora anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya matibabu na uangalizi baada ya kujaribu kujiua kwa kujichoma kisu tumboni kufuatia mgogoro wa kimapenzi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Yabwao, chanzo cha tukio hilo ni ugomvi uliotokea kati ya mwanamke huyo na mpenzi wake. Tuna tukio la kujaribu kujiua
tukio ambalo limetokea tarehe 7 mwezi wa 4 majira ya saa 9 za mchana huko maeneo ya Cheo A, kata ya Cheo, manispaa na wilaya Tabora, ambapo mwanamke mmoja aliyetambulika kwa majina mwenye umri wa miaka 31, Mnyamwezi na mkazi wa Cheo, alijichoma kwa kisu tumboni baada ya kugombana na mpenzi wake. Ni kwamba mwanamke huyu alijichoma na kisu eneo la tumbo lake na kusababisha kutokwa na sehemu ya utumbo, na tayari amekamatwa, yuko chini ya ulinzi akiendelea na matibabu. Chanzo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mhanga huyu aligombana na mpenzi wake aliyetambulika kwa majina mwenye umri wa miaka 33, Mngoni, anayefanya shughuli za bodaboda na mkazi wa Cheo, na kisha kuchukua hatua ya kujichoma kwa kisu tumboni. Hii ni mara yake ya pili kufanya jaribio la kutaka kujiua, na mara ya kwanza uchunguzi ulibaini kwamba alijaribu kujiua kwa kujirusha juu ya ukuta na kuvunjika mguu wake wa kulia. Mhanga amepewa pethidine na amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi, ambapo amelazwa hospitali. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuchukua tahadhari na kuto kuchukua maamuzi ya kikatili na maamuzi ambayo pengine ya kukata tamaa. Kunapokuwa na migogoro mbalimbali kwenye mahusiano, ni vyema wanafamilia hawa kuhusisha ndugu na kutafuta utatuzi, pengine kwa kutumia mamlaka za serikali, ustawi wa jamii na jeshi la polisi. Tunao dawati ambalo linashughulikia migogoro mbalimbali. Kwa hiyo kunapokuwa na migogoro ya kifamilia, ni vyema kuchukua hatua za kisheria badala ya kuchukua maamuzi ambayo yanakwenda kutengeneza madhara zaidi kwa wengine. Mpaka hapo hatuna la ziada. Endelea kufuatilia Daily News Digital katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Facebook na X. TSN zaidi ya habari. Langu jina ni Michael Samuel George. Shukrani.